Achana kutuambia sisi si ndo mashahidi au si kina si ndo Mungu wao, si ndo baba yake yule mwanamke. Nyinyi mshaamua kuachana, yameisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo manake ukiona mpaka wanatoa wanatangaza tumeachana tumefanyaje, manake ilikuwa ndoa ya show, kwamba wanataka waonyeshe watu sisi ni watu aina fulani. Hakuna ibada hiyo kwa Mungu, na ndio maana hizi ndoa za kwenye mitandao haziwezi kudumu, kwa sababu mwanamke unapomweka katika mitandao inakuwa shida, unamuuza mkeo. Wewe ushaoa, ya nini kukaa kwenye mitandao tena kumuonyesha mke wangu mzuri, mke wangu hivi, alafu vile viguo wanavyovalishana sasa ni uhuni mtupu. Uislamu unaruhusu kuachana kwa sababu sasa wewe ndugu yangu umeoa mwanamke. Mwanamke hakuheshimu, anakudharau, hakuna heshima ndani, hajui wewe mume nani. Ovyo ndani utakaa naye? Uislamu unasema mpe talaka, aende akatafute yule ambaye anayeweza kuishi naye, kwa sababu lengo la kuoa ni kupata utulivu. Mungu anasema litaskunu, ili upate utulivu. Utulivu upati, ndoa ya nini hiyo? Lakini Mungu kwanza anasema kukiwa na watu kutoelewana baina ya mwanamke na mwanamume ndani ya ndoa, hawaelewani, cha kwanza mnatakiwa mfanye sulhu. Imeshindikana, mtaita pande mbili za kike na za kiume mkae pamoja, mfanye sulhu pale. Mimi naamini wazee wakikaa pamoja sulhu itapatikana, tena itapatikana. Lakini chengine ambacho mwanamume nayo anayo haki ya kuacha mke ikiwa hajaona yale anayoyataka kwa mwanamke. Lakini Mungu kapanga kuna talaka 3. Talaka ya kwanza unaweza ukampa mwanamke, ina miezi 3 ya kujisikilizia. Ndani ya miezi 3 ile, kwa maana huenda mkakubaliana kukaa pamoja, Uislamu unaruhusu kurejeana. Kwamba ile miezi 3. Miezi 3 na sheria yake pale mbaya kwa sababu mkiwa tena natakiwa akae mule nyumbani kwako. Akimaliza miezi 3 ndo aondoke, na siku ukionja ubuyu tu umemrejea. Yani siku kamuita Mama Fatuma tuburudike, ndo tayari hiyo. Hiyo ya kwanza. Ya pili nayo hivyo hivyo. Ikija ile ya 3 umetoa zikafika 3, hauruhusiwi kumrejea huyo mpaka aolewe na mwanamume mwingine, amuache ndo uje kuoa wewe. Na ile miezi 3 ya mwanzo ya kusubiria ikiisha, unaruhusiwa kuoa kwa talaka ya kwanza na ya pili, lakini ya 3 mpaka aolewe na mwanamume mwingine, aachwe, alafu uje kumuoa. Lakini hizi ndoa unazoziona za kina Bwana Manala na huyo nani, hizi ndoa za show. Umeelewa? Hizi sio ndoa, yani hawatu hawaoani kwa sababu kuna fadhila fulani ya Mungu anayoitaka. Sasa nyinyi mshaachana, sina tusuni. Yani kuweza swali, usiwashaachana kutuambia sisi si ndo mashahidi au si kina si ndo Mungu wao, si ndo baba yake yule mwanamke. Nyinyi mshaamua kuachana, yameisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo manake ukiona mpaka wanatoa wanatangaza tumeachana tumefanyaje, manake ilikuwa ndoa ya show, kwamba wanataka waonyeshe watu sisi ni watu aina fulani. Hakuna ibada hiyo kwa Mungu, na ndio maana hizi ndoa za kwenye mitandao haziwezi kudumu, kwa sababu mwanamke unapomweka katika mitandao inakuwa shida, unamuuza mkeo. Wewe ushaoa, ya nini kukaa kwenye mitandao tena kumuonyesha mke wangu mzuri, mke wangu hivi, alafu vile viguo wanavyovalishana sasa ni uhuni mtupu. Uhuni. Maumbile ya mwanamke anayeona mumewe. Sasa kipindi kile mimi nimeona Manara yule mke wake kamweka mpaka visiwa vinaonekana. Kuna watu wana hela zao kwa wanatamani uwe mpaka hela zako ukaisemea Yanga au Simba ndio upate hela. Kuna watu wana madini wajue leo wanapeleka wapi. Mimi nakwambia kweli. Kwa hiyo talaka kwenye Uislamu imo, wala sikupe shida. Kama wameachana ndo washaachana, wala usipe shida she. Talaka imo katika Uislamu, na kama kuachana ndo wameachana, ila sisi haituhusu, wanajua wenyewe walichoachania. Lakini wengi wamempongeza Manara kuweka wazi mtandaoni, maana ule ujumbe umeujulisha umma kwamba jamani hatuko pamoja. Ya nini? Kwenye dini hamna hiyo. Kwenye dini hamna. Talaka ni ya kwako wewe na yule unayemuacha ndo unampa talaka. Sisi kutujulisha sisi bado unaendelea na show yako. Aishi ni kwamba umaarufu wa mtu anapokuwa labda hayupo vizuri na mwenzake, ni lazima wajulishe umma kulingana ule ustaa wake ule, asikae kimya. Sasa ustaa sio kwenye dini sasa. Hii dini utakayofanya ustaa ufanye la kusifanya kwenye dini. Lakini dini ina taratibu na masharti yake, haina ustaa dini. Dini haina ustaa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungu anasema mbora wenu ni mcha Mungu.
Kwa hiyo sisi hatusaidii usta wako kutuonyesha sisi kwamba umemwacha mkeo. Si natuhusu nini wewe kumwacha mkeo? Ugomvi wenu sisi unatuhusu nini? Uislamu unasema babako na babako, mamako, ndugu ndo mkae msuluhishe. Tena ndugu. Uislamu unasema ndugu pande mbili zikutane. Sio sisi unatuandikia kwenye mitandao, si natuhusu nini. Kwa hiyo hawaishi katika maisha ya dini. Hilo nalo tatizo. Unajua kuna kipindi, kuna familia hazina ugomvi? Familia zote zina ugomvi. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kuishi na mwanamke ndani akaishi salama. Hiyo chukua, una hiyo. Hakuna mtu anaweza kuishi na mwanamke ndani akaishi salama. Ndio maana wameitwa hawa. Hawaelewi hawa. Hawasikii hawa. Kwenye ndoa. Hawaelewi hawa. Hawasikii hawa. Hawaeleweki hawa. Ndio maana wameitwa hawa. Kwa sababu ni watu ambao ndio maana wameitwa hawa. Make hawaelewi hawa. Hawaeleweki hawa. Hawasikii hawa. Ndio maana wameitwa hawa. Sawa. Kwa hiyo ndani ya ndoa misukosuko lazima, ila kila mtu anavumilia na misukosuko yake. Sawa. Hivi kwa nini watu wakiachana, yani mwanaume na mwanamke, unaona kila mtu anamsema mwenzake, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Kusemana baada ya kuachana kunasaidia nini? Hakusaidii chochote, tena wanapata dhambi kubwa sana. Hakuna dhambi kubwa kama ya kusemana. Wailul likulli humazatil lumaza, Mungu anasema. Adhabu kali takampata mtu ambaye anampa kisogo. Yaani mtu katoka kamsema. Wanasemana kwa sababu na washamua kuachana, kila mtu afanye maisha yake. Kwa nini mnasemana? Mngetaka kusemana mngesemana ndani afu mkaelewana. Lakini mazali jambo lenyewe lishakatekata, mkisemana mnampa faida nani? Yaani kila mtu anataka kujua mimi sio mkorofi yeye. Mimi sio mkorofi yeye. Haya mambo ndio maana Mungu akayasema kwamba waitane pande hizi na pande hili wazungumze. Bwana we ndoa ngumu bwana, asikwambie mtu bwana. Hasa wanawake wanaoona mitandaoni kwa sababu ya umaarufu. Leo kaolewa na Azizi Ki, kesho kaolewa na nani, kesho na nani, kesho kutwa na nani. Wale wanawake ambao wanaona kwamba wana umaarufu sana, wana shida yao sio ndoa, shida yao umaarufu, kapita na huyu, katoka na huyu, kafanya hivi basi. Kwa hiyo ni shida katika dini. Wewe kiujumla ni kwamba ndoa ngumu. Ndoa ngumu hasa. Hakuna ndoa nyepesi, ndoa ngumu. Mimi nikupe kisa kimoja nikumalizie. Kuna ustadhi kwa watu amaliza msikitini. Akasema wale ambao wote wana shida na wake zao wasimame juu. Walisimama wote, akabakia mtu mmoja akakaa chini. Sheikh akasema jifunzeni kwa huyo. Hana shida kwa mkewe, sisi tumesimama, huyu anaonekana yuko sawa na mkewe. Wewe bwana, kwani unatumia nini mwenzetu mpaka unakuwa sawa? Akamwambia Sheikh acha. Yaani jana nimepigwa hata kusimama siwezi. Kwa hiyo mnaka watu wasimame, mimi siwezi kwa sababu nimetandikwa kweli kweli. Sasa kwa hiyo ndoa ngumu sana. Ndoa kuvumilivu unahitajika wa hali ya juu sana. Vinginevyo mambo yanakuwa magumu katika ndoa. Lakini watu wasiweke mitandaoni ndoa zao wakapambana na husda. Mkeo starehe yako wewe bwana, unamwekea mtandaoni wa nani bwana? Umeelewa bwana? Wafanya hivyo. Tokea nimeachana na mke wangu, alafu sijasema shida ilikuwa wapi. Kwa mfano mwenzetu Manara akatoa kabisa taarifa kwamba mwanamke alikuwa mchoyo, alikuwa anamnyima mtoto wake chakula. Zailisa naye anakuja anatoa taarifa kwamba mimi nimemwacha huyu mwanaume kwa sababu alikuwa anatembea na mdogo wangu wa chini ya miaka 17. Angenyamaza kimya, watu tutajuaje kwamba wameachana kwa lipi? Si tutajua tu hao labda wanatufanyia mchezo hawajaachana, ndio maana labda inatakiwa mimi niseme mapungufu ya mke wangu na mke wangu aseme mapungufu yangu ndio sababu, au kuna talaka ambayo inatolewa bila mtu kusema kuna mapungufu fulani ya sisi ndio maana tumeachana. Kwanza watu kutangaza kuachana sio dini. Yaani kwa sababu ndoa ni ya watu wawili. Mume na mke ndio mlioana. Sasa unakuja kututangazia sisi tujue kwamba sababu sisi haituhusu kwa sababu sio ibada yetu. Najua ndoa ni ibada Simulisi. Ni ibada kubwa sana. Sasa ibada haifanywi kwa kuonyeshwa. Kwa hiyo ndio maana Mungu aliweka ule utaratibu wa familia mbili kukaa pamoja. Zile familia zitatoka na jawabu. Max umeoana na mkeo, mna ugomvi, utaleta ndugu zako na huyo ataleta ndugu zake, mtakaa mezani. Mtasema nini kinachowasibu. Ikishindikana mtaachana. Mkiachana limemalizika hapo kwamba sisi tumeachana. Sisi hatutaki kujua sababu kwa sababu sisi sio tunaolinda ndoa yenu wala sisi tunaoharibu ndoa yenu. Sababu utajuana na wewe na yule na mazali mshaachana. Hakuna sababu. Kama mnataka kuleta sababu, mlitakiwa mlete kabla hamjaachana kwa sababu huenda ingefanywa kazi ile sababu yakafanyaje? Yakaisha. Lakini jambo lishamalizika, si sababu inatuhusu. Umeelewa? Sababu inaletwa wakati wa ukorofi, tupo ndani ya ndoa. Ndio maana unaambiwa baba, mama kaeni na watoto wenu. Wewe sababu yako nini umtaki huko? Moja mbili. Na wewe
moja mbili tatu tunasuluhisha pale. Sasa sababu watuambiwi sisi, kwani sisi ndo tunashughulika na ile ndoa? Wanatoa sababu tayari washaachana. Washaachana ndo mnatuletea sababu za nini sisi? Mnataka turekebishe au tufanyeje? Lakini haituhusu. Sababu ni za hizi ndoa za mitandaoni ndo zina shida. Yaani mtu anataka umaarufu, anaforce ule umaarufu. Na unaweza kukuta hawajaachana, wanatengeneza. Unaweza kaa hajaachana. Story tu inawezekana baadaye ukasikia wako pamoja. Si ndio story zao za mitandaoni, wanatafuta kiki hata za kijinga. Sisemi kama hawajaachana, nasema inawezekana katika hiyo ndoa yenyewe hawajaachana. Wanatuletea kiki tu ambazo hazina maana. Labda hapo inawezekana kuna tangazo wanataka walete hapo, au wanataka kuzindua sabuni hapo. Ndio tunatafutiwa ile watu ile waingie ndio ile sababu. Sikuna mtu kazindua sabuni kwenye iftari huko. Watu wanajua kwenda kwenye kufuturu, kumbe watu wanazindua. Tuendelee bwana wewe kwetu tena. Okay, sawa. Sheikh Shafi. Manara aliwahi kuwa na wanawake wawili. Akawa anatembea nao fresh kabisa sehemu za event nini, anaenda na hao wanawake. Mwisho wa siku wote wameachwa. Amewaacha wote. Tuseme kwamba Manara kuna vitu ambavyo anapochagua mwanamke anakosea, au wanawake wanamfuata Manara kwa sababu yeye ni maarufu. Sasa kwa wanawake hao wanaomfuata yeye kwa sababu ya umaarufu, kwa sababu katika yale mambo manne ya kuchagua mwanamke wa kuoa, Mtume alisisitiza sana tuchague mwanamke mwenye dini. Mwanamke mwenye dini hawezi kukubali siku ya ndoa akavalishwa viziwa vinaonekana, alafu akawa mbele za watu anaonekana. Manake huyu hana dini. Huyu naye kaja kutafuta kitu chake ambacho anachokitaka. Kwa hiyo kwanza lile tatizo, mwanamke mwenye dini yote akubali upumbavu kama ule. Lakini hawezi kukubali. Hawezi kukubali, manake siku anatoka na mkeo anaenda kuna msiba, kavaa kiguo vitu vyote vinaonekana. Siku anatoka sijui anaenda klabu sijui wapi, kavaa kiguo vina. Mwanamke wa dini hawezi kukubali hivyo. Kwa hiyo maisha yao hayakuwa katika misingi ya dini. Maisha yao ilikuwa katika misingi, ndio wametoka huku wamekwenda kwa kutafuta umaarufu, picha zinapigwa wapi, leo tunatokea mtandaoni vipi, ndio shida. Kwa hiyo pale kwanza kuoa tu ambalo ni kosa. Unajua Manara anajua dini. Umeelewa? Lakini anafeli wapi sasa? Anafeli mahala hapa. Yes, kachagua mwanamke hajui dini. Sawa. Kachagua mwanamke kwa sababu ya urembo na ustaa aliokuwa nao. Lakini na wale waliokwenda kumuozesha Manara nao walikwenda kumuozesha Manara si kwa sababu ya dini. Wamemuozesha Manara kwa sababu ya umaarufu na ustaa aliokuwa nao. Ndio pale unarudi kwa Mtume, mtoto wenu anapotaka kuolewa, akija mtu mtazameni dini na tabia yake. Kwa hiyo Manara dini anayo lakini tabia bado. Inawezekana wewe mwanamke anasema wakati anamshikashika binti yake, inawezekana kweli, sina uhakika, lakini nimesikia yule mwanamke anathibitisha unamtumia mpaka binti yangu 50,000 kwa ajili ya kumuonga sijui kufanyaje kumwada. Lakini yote tuyaache kwa sababu ndoa akishaachika kila mtu anatafuta kwake kwamba nani mkweli. Inawezekana sio kweli lakini inawezekana ikawa kweli, lakini wote walioana anakuwa dada wa kazi. Hiyo sijui lakini nimesikia kwamba dada wa kazi, sijui nimesikia binti yake, yule mtoto wa dada yake, yote amesema. Lakini yote kwa yote hayatuhusu wala hatuna shida nayo. Wao wameachana ni kwa taratibu za dini. Sisi hatupasi kujua lolote kutoka kwao kwa sababu sisi sio tunaoandikia dhambi wala sio tunaoandikia thawabu. Jambo la kuoa ni jambo la dini. Walitakiwa walifanye jambo huo, kuoa ni jambo la dini, nusu ya dini jambo la kuoa. Lakini wao wanalifanyia masiala. Kila mtu nyumbani kwake ana matatizo ila anasema nayo. Na siku ukiamua kwamba mimi simtaki mwanamke utamwacha kimya kimya bila kumwambia mtu yoyote kwa sababu jambo lako binafsi na Mungu wako na mkeo alimuhusu mtu mwingine. Aliyemwozesha Manara yani kama shehe yule ambaye anafundisha ndoa ya Manara ya wake wawili wale ambao walikuwa wanatembea kila sehemu wakienda, ile ndoa ulikuwa unaionaje kwanza kabla tujifika? Mimi siwezi jua ndoa yao. Maisha yao ya ndoa. Kwanza mimi sifuatilii maisha ya mtu mimi. Ya leo nikafuatilia maisha Manara kaoa. Inusu mimi wala sifuatilii kama mwenyewe alikuwa anafanya vile, anatembea na wanawake zake, ila mimi najua kuna misingi alikuwa anapotoka katika dini. Najua hivyo kuna misingi ya dini anapotoka kwa sababu ya heshima ya mwanamke ilivyo. Mwanamke kwenye Uislamu ana heshima kubwa kuliko kitu chochote. Mimi narudia tena, aliwahi kusema watu wakaniona mizuga. Mwanamke bwana katika Uislamu kazi yake moja tu, umetoa mahali upate pahali, basi mengine wanatusaidia. Umesema? Umetoa mahali upate pahali, mengine wanatusaidia. Wanawake chukueni, ila msinde kuanzisha utata nyumbani kwamba shehe kasema. Kazi yako wewe ni kutoa pahali pale ambapo pametolewa mahali basi. Kutoa pahali palipotolewa mahali basi. Nyingine mnatusaidia sana. Sawa. Sheikh Shafi, nilitaka kuuliza swali.
katika hizo ambazo Manara pamoja na aliyekuwa ama ni mke wake Zailisa, je, ni sahihi kutoa aibu zao kwa mujibu wa dini? Kosa kubwa sana wanafanya. Idha aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika, Mtume anasema. Ukitaka kutaja aibu za mwenzako, kwanza kumbuka za kwako. Yani bonge la kosa wanafanya, jambo ambalo wasipotubia litawapeleka mahala pabaya. Mtume anasema anayemstiri Muislamu mwenzie naye Mungu atamstiri siku ya kiyama. Man satara aiban muslima satara Allahu aibahu yaumal qiyama. Atakayestiri aibu za Muislamu mwenzie, basi na yeye atastiriwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Nyinyi mshaachana, stiria nini aibu zenu? Yatatoka makubwa hapo. Mkiendelea atatoka makubwa hapo ambayo watu walikuwa hawayajui, lakini watu watakuja kupata shida. Kwa hiyo kwanza ni jambo baya ambalo analofanya Uislamu haukubali, kutoa aibu za mwenzio hadharani. Wewe unasema hiki, huyo anasema mnatoa aibu za chumbani kwenu mliokuwa mnafanya wenyewe kwa wenyewe, mnatutolea sisi. Uislamu umekataza. Sheikh Said na hilo wanapata dhambi kwa jambo hilo wanalolifanya, na kwa sababu dhambi ile itaendelea na kuendelea kwake kwa sababu imekaa kwenye mitandao, kila siku watu wanasikiliza zile aibu. Ni dhambi ambayo inayoendelea sasa, kwa sababu kila ukifungua mtandao unakutana lile jambo linalosemwa. Kwa hiyo wanafanya jambo bando. Maana nasema taratibu za dini za kuoa, wao hawafati taratibu za dini, wanafata umaarufu na ustaa na pesa mtu aliyokuwa nayo. Hilo nalo ni tatizo kubwa katika dini. Sawa, mwingine. Tunashuhudia sasa hivi kwamba habari za kuachana zimekuwa nyingi sana mjini. Popote ambapo watu wanapoishi katika ndoa yao, kuachana imekuwa ni jambo la kawaida na watu wanaona hivyo. Je, tunataka kujua Sheikh Shafi, katika hii masala ya kuachana, ipi shida? Mwanamke hataki kutawaliwa au kuwapunguza wale watu ambao mume hawataki kuwa nao? Mimi na kitu kimoja katika akili yangu ninachosema, mwanamume ndo anamtafuta mwanamke. Sawa? Ukimwona mwanamume kaacha mwanamke, kuna shida. Kwa nini nasema kuna shida? Hela kuoa analipa nani? Sasa mtu anakubali kulipa milioni 2 afu aache mwanamke? Yaani unalipa milioni 2 alafu unaenda kuoa afu unaacha mwanamke, nani kala hasara? Mwanamume ndio umekula hasara. Kwa hiyo ina maana kuna shida ndani ya ndoa. Huenda mwanamke hataki kufanya kile ambacho mwanamume anataka. Kwa sababu ukishaolewa, max mwanamke akiolewa anakuwa mtawaliwa mbele ya mumewe. Mwanamume ndio anayemtawala mwanamke kuhakikisha maisha ya nyumbani kwake yanakuaje. Uislamu umefika mbali sana kwa sababu ya mwanamume kuoa. Umesema huyu mwanamke hata akifiwa na baba yake, we mwanamume ukisema no, haendi. Uislamu umefika huko, umempa hadhi mwanamume kubwa sana, umempa hadhi mwanamume kubwa sana sana sana, umempa hadhi kubwa sana. Kwa hiyo mwanamume ndio mmiliki wa mwanamke pale ndani ya nyumba. Mwanamke anatakiwa afanye kile cha halali ambacho mumewe anataka. Shida iliyokuopo sasa hivi, wanawake wengi hawataki kutawaliwa, wakizani tupo katika dunia ya usawa. Wao wanadhani 50-50, 50 kwa 50. Ndio maana unafika masiala leo kuna mijanaume, kuna mijanamke inaitwa nini ile mejike dume. Mejike dume ambayo na yeye sasa inatafuta wanawake. Hujaiona hiyo? Ipo hiyo. Yaani ipo mijanamke, mijanamke lakini inatafuta wanawake, najifanya yeye ni midume, inaenda kusaga wanawake. Na leo ipo mijanamme ambayo sasa kwa sababu 50-50 na wao wanajigeuza kuwa nani? Wanawake. Kuna sehemu nilipita nilikasikia nyimbo ile moja, kulikuwa na shoga pembeni kawa nasema wanaume tumeumbwa mateso. Wewe napitwa sehemu nikasikia inapigwa ile. Basi shoga mmoja akasema hehe, niliyajua hayo ndio maana mimi nika left group. Akasema Eti aliyajua ndio maana ka left group eti. Simtiane sheo. Yani ile nyimbo imepigwa tu mwanaume ameumbwa mateso, asema niliyajua hayo ndio maana nika left group mapema sana. Kakimbia hizi shida. Sasa dunia imefikia huko. Lakini wanawake wanatakiwa watulize wanaume. Ndani ya nyumba mwanamke anatakiwa amtulize mwanaume. Umenelewa? Amtulize mwanaume. Amtulize mwanaume. Ajue mwanaume wangu, mume wangu anataka nini, anapenda nini na nimfanyie nini ili aridhike. Sisi bwana, sisi maboksi wajinga sana kwa wanawake sisi. wanaume Wajinga sana ila watujulii tu. Lau kama ungekuwa natujulia, wallahi wa billahi si atuseme kitu. Si ni mabwegeshe.
Wewe tizama tukigombana na mkeo siku 6 7 kakukunjia mzungu wa 4. Siku ya 8 unaomba msamaha, mama Mwajuma nishakusamehe. Kakuomba msamaha saa ngapi? Yaani unajua eti tuyamalize, unasema. Unajua kabisa hili jambo hili ni hatari sana linalokwenda nalo. Kwa nini? Mwanamke ni pambo la mwanamme. Mwanamme anapenda kumuona mkewe kapendeza. Amerudi nyumbani amemkuta mkewe yuko nyumbani, amerudi amemkuta amevaa vizuri, amerudi amemkuta msafi, nyumba yake anaitazama, watoto anawatazama, yani mwanamke ndio anapanga mipango ya ile nyumba. Lakini wewe ukitoka na mwanamke katoka, kuna ndoa? Unapigwa simu na majirani, katoka mkeo kapita hapo sasa hivi anaondoka, kuna ndoa? Unachomwambia. Alafu sifa nyingine, mwanamke anatakiwa kwa mumewe aongee sauti ya chini. Sio sauti yako. Ukifoka arudi chini. Anaonyesha utii ule. Umeelewa? Kama ukienda Usukumani wale wanamkea hivi. Ushapata ile? Wanapiga magoti, anakuonyesha kwamba mwanamume ni mtawala wa mwanamke. Ni mtawala wa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapoongea na mumewe ashushe sauti yake chini. Asipandishe sauti yake juu, kwa sababu anaongea na mumewe sauti iwe chini. Na anajua kabisa sasa hivi natakiwa kuzungumza nini. Na kumshauri mumewe atazame mahala pazuri pa kumshauri mume. Mume wangu kuna 1 2 3 4 tunafanyaje? Sio unapanda tu sauti unakwenda juu. Hakuna mwanamume anayekubali kufokewa bwana. Hakuna mwanamume atakajitutumue kweli kweli. Na mwanamume anapenda sifa. Wanawake wajui sisi tunapenda sifa sana. Wewe unaonaje Max, umerudi nyumbani afu mkeo anakuambia Max, wewe ukipigana na Baba Juma hapa mtaani atakupiga. Unasemaje? Haya mambo gani? Sasa kasirike kidogo. Silete ujinga bwana. Umemjuaje Baba Juma? Vipi? Au kwambia mume wangu naona ukipigana na Baba Juma mtaani utampiga. Kwambia utampiga. Sema Baba Juma mtaa mzima wananijua mimi nani? Toka Baba Juma. Kujue nani bwana, toka alfajiri hadi saa 6 usiku hata watoto hawako juu. Lakini kwa sababu mwanamume unaleta ule wanaume wako. Kwa hiyo mwanamume ndani ya nyumba, mimi nawashauri wanawake wako chini ya wanaume zao. Sawa. Sheikh Shafi, kwa kumalizia neno moja kwa wanandoa ambao ndoa zao hazifikishi hata mwaka mmoja toka wafunge ndoa zinavunjika, lakini pia kwa wale ambao wanatamani kufunga ndoa wafanye nini? Kwa sababu sasa hivi tulishamuona Haji Manara tayari ndoa yake imeonekana kwamba imevunjika. Hana muda mrefu toka waane na Zailisa. Na Zailisa alishaachana na Dula Makabila ndo akamuoa yeye. Haji Manara. Yani hapo utasikia Dula Makabila utaambiwa kaloga. Watu wazao wameloga. Sasa watakwambia tukaloga tu ile bwana, ndio hivyo. Lakini cha msingi nacho cha kuangalia kabla hujaoa, kwa nini yule alimwacha? Dula Makabila. Hata waliachana. Ndio, kwani au mwanamume wanao achane wapi bwana? Mwanamume ndo anaacha bwana. Hii kauli waliachana naye anasema bwana, mwanamume ndo anaacha, haki ya talaka ni ya mwanamume. Umeelewa? Haki ya talaka ni mwanamume. Huyu anaolewa aliachwa. Kwa nini? Kuna sababu ipi? Lazima kwanza vitu vya kuzingatia. Kwa hiyo cha kwanza Uislamu unahimiza kwa mwanamke unaitaka kumuoa. Uzuri nasabu. Tazama ule ukoo unaenda kuoa ukoje? Kumbe. Uislamu unatazama mbali Maxi. Mpaka yule mwanamke unaenda kuoa utazame ukoo wake ukoje. Ukitaka kuoa mtazame mama wa yule binti unaenda kumuoa yukoje. Desturi ya bwana, watoto wanafata sana kwa mama. Ukimwona mtoto mtani ana matusi mengi, mtazame mama yake yukoje. Mama yake yukoje tu mtazame. Kwa sababu watoto wana kawaida moja. Unaweza kumuita Juma, anakuona wewe hujamuona, kama mama anaweza kumuita Juma, kwani nisipoitikia kuna nini? Anakaa kimya. Juma, aitikii. Mara 3 Juma. Mtoto utasikia mama nyoko. Anampelekea lile tusi lile. Mtoto ana absorb. Kumbe ukimuita mtu mara kwanza kakataa, mara pili akikataa, mara 3 unampa tusi. Lakini huyu mtoto unaenda kumuoa kalelewa katika mazingira ya dini, Maxi, kuna familia unaenda kuoa ukienda kwao ndo upati jawabu. Yaani wewe umegombana na mkeo, ule mnapokwenda ndo kuna maneno mabaya afadhali mkeo. Kwani ulimchukua ashibi hapa, mwache hapo. Umeona shida? Ndio maana utazama ile nasabu unayokwenda kuoa, tazama nasabu. Hii nasabu ikoje? Lakini kikubwa dini. Maisha ya sasa vijana wengi hawaoi kwa sababu ya dini inataka nini. Vijana wengi wanaoa kwa sababu kampendaje yule mwana.